wake alikuwa anazungumzia roho atamiminwa, na kumiminwa huko ni kupitia matamshi. So mtu anamiminaje Roho Mtakatifu? Kwa kupitia matamshi. Nataka kujipigia makofi ama nifanyeje sasa? You are so wonderful. Hallelujah. Wewe ni mtu wa nguvu. Hallelujah. Naomba kuja ngote. Kupitia matamshi. Very good. Manake yale matamshi ndio tunaita kutabiri. Kutabiri. Unatoa unabii. Na zinatoka kwa watu. Ni watu wanafanya. Ni matamshi kutoka kwa watu walioamini. Na hiki ndio Luka amerekodi kwenye Matendo ya Mitume 2:4. Tutasoma hiyo. Haya matamshi yanatoka kwa watu waliokaliwa na Roho, watu walioamini Injili, usao mpya. So mtu ambaye hajaamini Injili hafai hawezi nena kwa Luka mpya. Na wale tu waliokaliwa na Roho, kiumbe kipya. New birth. Na hii mambo ya kutabiri au kutoa matamshi ndio soma Matendo ya Mitume 2:4. Matendo ya Mitume 2:4. Watu wakajaza Roho Mtakatifu. Wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Yes. So matamshi yalitoka kwa watu. Ndio inaelezewa kama kumiminwa kwa Roho. So tukisema siku ya Pentecoste kulikuwa na kumiminwa kwa Roho. Yes. Why? They speak in tongues. So wakati watu wananena kwa lugha, Biblia inaita kama ni kumiminwa kwa Roho. Tuko pamoja? Tunajua kasi yenyewe ya kukaliwa kwa Roho ni kasi ya Mungu, si ndio? Kasi ya kumimina Roho ni kasi ya muamini. Tuko pamoja katika hilo. Haya. Matendo ya Mitume 2:33. Matendo ya Mitume 2:33. Anasema basi yeye akisha kupandishwa hata mkono wa kuume wa Mungu na kupokea kwa Baba ile ahadi ya Roho Mtakatifu. Nani wanaopokea? Yesu. Ahadi inapokelewa na waamini. Hello. Amekimwaga kitu hiki. Sasa anasema amekimwaka kitu hiki. Ni Mungu amemwaka. Ni watu wanafanya nini? Wananena. Amekimwaka kitu hiki. Mnachokiona sasa. So wanachokiona na kukisikia. Hebu soma tena. Mnachokiona sasa na kukisikia. So waliona na kusikia. Macho na masikio yalihusika. Tuko pamoja? Kukaliwa kwa Roho Mtakatifu ndani yako. Unaona macho yako huwa inaona vile anaenda anakaa. Kama nimeona nimemhubiria Injili, Roho amekaa kabisa, ameingia, amepenya kabisa, amekaa. Amekalia wapi? Tuambie kwa kiti kipi? So, unaweza sikia Roho akiingia ndani ya mtu. So, hapa zungumzii kukaliwa kwa Roho, si ndio? Anazungumzia ubatizo wa Roho Mtakatifu katikati ya watu. Kunena huku na kutabiri. So walisikia, walishuhudia kwa macho. Watu ambao walikuweko karibu mahali pale. Haleluya. Walikiona na kukisikia. So ni matamshi toka kwa waamini, na huku ndio kumwakwa kwa Roho. So kilichofanyika kwenye Matendo ya Mitume 2:4 au kuanzia 1 mpaka 6 ni kumwakwa kwa Roho Mtakatifu. So kile Yoeli alitamka, Yoeli 2:28, ndio hicho kwamba nitamwaka Roho wangu, nitamimina Roho wangu. Ni wakati ambapo wanafunzi walifungua vinywa vyao na kuanza kunena kwa lugha mpya. Tuko pamoja? Hallelujah. Glory to God. Na pia somo hili unafaa unaimarika kwa kunena kwa lugha. So ujifunze vizuri ili uimarike katika unenaji wa tongues na kufasiri. Basi walinena wakafasiri. Hello? So walikiona na kusikia.
na ni matamshi toka kwa waamini, na huku ndio kumwakwa kwa Roho, ndio kumiminwa kwa Roho Mtakatifu. Ndio kumiminwa kwa Roho Mtakatifu. So siye Mungu anayemimina, ni watu wanaosema chini ya ushawishi wa Roho Mtakatifu. Twende kwenye Matendo ya Mitume 10:43 mpaka 45. Matendo ya Mitume 10:43 mpaka 45. Matendo ya Mitume 10:43. Tufungue Biblia kama uko na Biblia. Kama uko na Biblia unaweza fungua Matendo ya Mitume 10 kuanzia 43 mpaka 45. Anza sasa. Anasema huyo manabii wote humshuhudia. Huyo manabii wote humshuhudia la kwamba kwa jina lake kila muamini atapata ondoleo la dhambi. Muktadha huu kwa jina lake ni nani? Huyo manake ni Yesu Kristo. Anasema Petro alipokuwa akisema maneno hayo. So Petro alikuwa anahubiri injili kwa watu wa mataifa kwenye nyumba ya Kornelio. Roho Mtakatifu akawashukia wote. Alipokuwa tu anasema maneno hayo, Roho Mtakatifu akawashukia akawashukia wote waliolisikia lile neno. Na wale waliotahiriwa, walioamini, wakashangaa watu wote waliokuja pamoja na Petro, kwa sababu mataifa nao wamemwagiwa kipawa cha Roho Mtakatifu. Kumwakiwa kipawa cha Roho Mtakatifu, what happened? Nini ilifanyika pale? So anaposema hata mataifa wamemwakiwa kipawa cha Roho Mtakatifu, ni action ya Mungu ama ya watu? Kazi ya Mungu pale ni kutoa kipawa cha Roho, kukaliwa kwa Roho, si ndio? Kazi inayofuata ni mataifa nao wamemwakiwa kipawa cha, manake si Mungu anaye act, ni hao wanaofanya nini? Act. Hao ndio wanakuwa active katika swala la kusema, wanafungua vinywa vyao. Yo, Roho Mtakatifu hawezi sema hawezi sema umejaa Roho andili umefungua kinywa chako. Tuko pamoja? Hello. Wakati wote watu walijaa Roho, watu walishoona, walishuhudia. So hawezi tu kuja kusema mimi nimejaa Roho, mimi nimejaa Roho. Tunahitaji kuona madhihirisho ya Roho Mtakatifu. Unanena kwa lugha na kufasiri, unazungumza maneno chini ya uvuvio wa Roho Mtakatifu. Tuko pamoja? Glory to God. So mpaka 40 kwenye nimesema ufike ni wapi? 45. So hii ilikuwa Roho kumwakwa manake ilikuwa ni kupitia matamshi. So waliwasikia hao wakisema katika Luka na wakamwadhimisha Mungu. So walijiwacha wanamwadhimisha Mungu. Maana kusema kwenye Luka, kusema katika Luka akili za kawaida sifahamu. So walijuaje kwamba wanamwadhimisha Mungu? Kwa sababu kulikuwa na kufasiri. So isikiza vizuri. Mtu anaweza hubiriwa leo injili, hata kabla umalize kusema huyu mtu akajaa Roho, manake akaanza kunena kwa Luka na pamoja akafanya nini? Akafanya nini? So hawa watu Petro anaongea na wao, aliwafundisha somo la kunena kwa Luka. Ama alifundisha wokovu akakuja next time kufundisha somo la Luka ndio akajaa Roho? Alipokuwa anawahubiri kuhusu wokovu, waliamini, na katika hiyo hali hawakungojea, walikuwa na shauku, walikuwa na hamu ya kuweza kuchota kwa huyo Roho. So walianza immediately. So unafaa ukienda kuhubiria mtu injili, uinjilisti, una make sure pia unamjaza Roho Mtakatifu. Tuko pamoja? Sikiza. Kuhubiri injili, uchamjaza mtu Roho, umefanya kazi nusu. Imeeleweka? Oi, tuko pamoja? Hiyo nasema bila kumumunya. Kuhubiri injili na uchamjaza mtu Roho, umefanya kazi nusu. Ndio sababu Filipo alipojua watu wameamini injili, alikimbia kwa mitume. Jamaa Samaria wameamini injili. Hawakungojea, immediately wakatumanisha kule ili waende wapatishwe kwa Roho Mtakatifu. Tuko pamoja?
So swala la ubatizo wa roho kwa kunena halihitaji kuchukua muda. Si swala la kungojea, ni immediately. Mara hiyo hiyo. Imekaa sawa? Hello. Suuliza swali. Sasa siponena nifanyeje? Hiyo swali unaweza nisaidia kujibu. Sasa umeacha nena saa hiyo. Sasa ufanyeje? Mnajua follow? Unajua kufuatilia? Filipo amehubiri. Follow up ilifuatwa. So make sure kwamba umemfuatilia huyu mtu amefanyaje. Sikiza kwa makini. Huwezi mfanya mtu mwanafunzi wa Yesu Kristo kama hajajaa roho. Imeeleweka? Imekaa sawa? Watu ambao wanafanywa wanafunzi wa Yesu kwenye madarasa wanafaa wawe wale waliojaa Roho Mtakatifu. Tuko pamoja? Imekaa sawa? Hello. Nendeni mkafanye mataifa wote kuwa wanafunzi wangu. Tuko pamoja? So, wanafunzi wa Yesu Kristo ni wale wamejaa nini? Roho Mtakatifu. Yesu alikuja kufanya nini duniani? Alikuja kwa ajili ya kufia dhambi ya ulimwengu, si ndio? Achukue dhambi ya ulimwengu. Pamoja alikuja kuchukua dhambi na kupatiza kwa Roho Mtakatifu. Tuko pamoja? So hakuja tu achukue dhambi na aache watu. Alikuja ili atubatize kwa Roho Mtakatifu. Kwa nini tunabatizwa kwa Roho Mtakatifu? Ili sasa tumtumikie Mungu. Tuko pamoja? So iko kwa kasi ya utumishi. So wanaofanya wanafunzi manake wanafanywa watumishi wa Kristo, watumikie Bwana. Glory to God. Hallelujah. So si unakaa kwenye madarasa, wewe sifundisha mtu mwingine, wewe uko tu, ni kwa sababu haujajaa roho. Ukijaa roho, my friend, unanyanyukanga hapo na kwenda kushirikisha mtu mwingine kile ambacho ulipokea. Kama usikiangi kuwaka moto wa kuhubiria mtu mwingine injili, maana yake hujajaa roho bado. Ukishajaa roho, shauku na misukumo ambayo itatoka ndani yako huwezi jisuilia. Unatafuta mtu mpaka unashare na yeye the gospel. Tuko pamoja? Kuna mtu hata mzee wake yuko kwa nyumba hajaokoka, hawezi kushirikisha. Kwa sababu namba 1 hujajaa roho, kwa sababu hoka umekukamata. Ukijaa roho nakwambia namna, unajua tulisema kuhubiria mtu injili ni namna kwanza tu, si ndio? So unatafuta mtu ambaye mnakaa naye kwa nyumba, unatafuta mahali pa kuanzia tu. Ukishaanzia hapo umeanza kumpa injili. Waje ajue kabisa umeokoka. Narudia tena kwa makini. Uko hapa mzee wako hajaokoka na wewe umshirikishi injili, unakosea Bwana. So kwa wale ambao wanatenda dhambi you are the one. Wewe unatafuta wale wanafanya nini? Wewe ni mmoja unayetenda dhambi. Mama yako hajui injili, ndugu zako hawajui injili. Wewe unafikiri uliokoka tu peke yako tu, atuende mbinguni? Uendi mbinguni mpaka ndugu zako waokoke, familia yenu iokoke. Akataa kusikia. Ndio afadhali uniambia mtu mwingine wa nje amekataa kunisikia. Mtu wa familia, kwa nini unasema naye mara moja sikia? Umuhimu wa kujaa roho, unapeleka injili, unafukuzwa. Unarudi unajaa roho. Unasikia msukumo tena unarudi. Nilikuwa nasikia mtumishi mmoja akisema hivi. Alienda mahali kuhubiri injili, akadhalalishwa, akafedheshwa, akafukuzwa. Alipotoka hapo akarudi kwa maombi, akanena kwa lugha, akajaa roho, akarudi tena. Aliposema injili mara ya pili,
walikuwa wanamuuliza, hebu tuelezee kwenye unatoka, tunaweza tukapata namba ya simu. Yaani watu 3 waliokoka hapo na wakawa wanafunzi wake kuanzia hapo. Na kuwa wao 3 wengine wakaanza kukuja kupitia wao. Shida ni kwamba unaambiwa tu umefukuzwa, wewe umechomoka, umekata tamaa. Rudi uchae roho, rudi kwa maombi, rudi unene kwa Luka, charo, unarudi tena. Amekufukuza mara ya pili. Kwani sasa ile tumeambiwa hapa mwana Mungu anakuwa juu zaidi, unasamehe mpaka kisichosameheka. So umefukuzwa na umekata tamaa, umekasirika. Hayo ndugu zangu wakuve kwenye dhambi, wajinga kabisa, walimekataa Injili. Enda charo, kicharo pendo linainuka, unawarudia tena. Yeah, unarudi tena na tena na tena na tena. Kwani wewe uliokoka siku moja? Kuna watu hapa mmetaabisha Yesu. Ni wangapi watumishi walitumwa kwako na wapika chenga? Walikata, wangekukomea wakate tamaa. Ha? Kuna watu hapa tumetaabisha watumishi wa Mungu. Akikujia huku umetokea huku. Alafu anakuja, ngoja nasikia Watanzania ndio wanaita tabia. Ukiwaendea anakuitikia haraka, ukishaenda anasema nilikuwa nataka aondoka niondokee. So manake hajaokoka. So unahitaji kuwa na conviction, huyu jamaa hajaokoka, hata kama amenipika chenga narudi tena. Tena kupige ukora, unarudi tena. Baka anasema enough is enough. Yes, ndiye Bwana. Tuko pamoja. So usikate tamaa kwa siku moja. Hakunanga kukata tamaa kwa kasi ya Mungu. Tuko pamoja, kwa sababu si wewe unayefanya. Tunaye Kristo afanyaye kazi kupitia sisi au ndani yetu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Glory to God. Amen. Hapa ni nani alihubiriwa tu hivi akasema wow. Unajua wakati mwingine nalifurahi nilipoambiwa twende nyumbani mwa Bwana. Ule ulifurahi. Umeitwa mara ngapi? Morgan. Natanganya. Ndio mtu atoke dini. Ndio mtu atoke dini. Sasa toa Muislamu kwa Uislamu. So unafaa uende akukuotia vitabu na pia ukienda kufanya uinjilisti ufai kumruhusu mtu mwingine. Yule umeenda kuhubiria Injili anafaa kupe masikio. Unajua Injili imewambia is a command. Ni neno la kijeshi, la kivita. Mimi ndio nimeleta habari njema. Si wewe umeniletea. So kama mimi nimeleta, you need to listen to me first. Au unapeleka Injili anakuambia wacha nikuelezee maandiko hivi ndio inasema. Si hivyo kwendangu hivyo. Mimi ndio nimeleta habari njema, nisikize kwanza. Wakati mwingine usipochunga wewe utapeleka Injili, wewe ndio utahubiriwa. Hayo umeka Injili, alafu eti unahubiriwa. Tena umekaa hapo unachukua notes. Kaja tunakuona uchi kanisa. Umefunwa. Sema huduma Yesu alituma watu wakatafuta watu waliopotea. Sasa anasema ikawa na swali, waliopotea wanajua wamepotea, kwa sababu unaweza kusema unajua unatafuta kumbe ndio unatafuta. Bwana ukapotelea huko. Sasa mchielewe wakati ambapo umetumwa kupeleka Injili, si ndio? Tuko pamoja? Sisi tunajua umesikia Ati? Unaenda kupelekea mtu Injili alafu anakualika kwa kanisa lake. Sunday ukuji ulienda wapi? Uliandikwa. Utatumesi kabisa hapo kabisa.
si ungwana huu kabisa hii. So tunaona kabisa swala la roho kuja juu au kumwaka kipawa cha roho kwa watu ni matamshi, kusema kwa lugha. Na ni mambo yanayoonekana kabisa, ni mambo ambayo yanadhihirika wazi, ni mambo yanayoonekana. So kuna hebu soma Matendo ya Mitume 2:16 na 17. Kuna kitu cha ajabu hapa tuone. Mitume 2 mstari wa 16. Anasema lakini jambo hili ni lililonenwa kwa kinywa cha nabii Yoeli, itakuwa siku za mwisho, asema Mungu, nitamwagia watu wote roho yangu, na wana wenu na binti zenu watatabiri, na vijana wenu wataona maono, na wazee wenu wataota ndoto. Mnajua kwa Kiswahili kuna neno moja hatulioni. Haya, soma kwa Kiswahili Yoeli 2:28. 2 mstari 28. Anasema hata itakuwa baada ya hayo na kwamba nitamimina roho yangu juu ya Ana juu. Kuna neno juu? Juu ya. So Yoeli kuna neno juu, si ndio? Si kuna neno juu. Juu ndio upon, si ndio? Mnajua hili neno alionekana kwenye Matendo ya Mitume 2:16 mpaka 17. Kwa Kiswahili aliko. Kwa Kiswahili ulioni. Ninasema tu nitafanya nini? Nitamwagia watu wote roho yangu. Nitamwagia watu wote. Hakuna juu, si ndio? Haulioni kwa Kiswahili. Nasema tu nitamwagia. Nitamwagia roho yangu. Katika wote wenye mwili. So, sikia. Soma Matendo ya Mitume 2:17 kwa King James. Acts 2:17. And it shall come to pass in the last days, says God, I will pour out of my spirit upon. Umeona neno upon? Umeona neno upon? Kiswahili liko? Namba 17 kwa Kiswahili liko kweli? Hebu soma kwa Kiswahili namba 17. Sema itakuwa siku za mwisho, asema Mungu, nitamwagia watu wote roho yangu, na wana wenu na binti zenu watatabiri, vijana wenu wataona maono, na wazee wenu wataota ndoto. Hakuna kitu umeona hapo? Kwenye Yoeli kuna neno upon. Chameni, tumefanya study. Kwenye Yoeli kuna neno upon. Unabii Petro ananukuu unabii wa nani? Wa Yoeli, si ndio? So unabii wa Yoeli kuna kuna neno pour out na kuna neno upon, si ndio? So tukija kwenye Petro kwenye amenukuu KJV kuna hilo neno upon, lakini kwa Kiswahili hatuoni neno upon. Tuko pamoja? Kuonyesha unapofanya study ukapaki na hii Kiswahili utakuwa unaweza kawa na ukweli nusu. Ndio muhimu wa tunatumia King James version. Ndio maana nyingi utasikia studies tunatumia sana King James versions. Nitaambia sababu gani mbeleni kwa nini tunatumia King James versions. Tuko pamoja? Na kama hiki Kiswahili cha USV version ya kina ukahama kwa Kiswahili vingine vya kuna neno TKU sijui watu habari njema, kuna uwezekano ikakutupa zaidi na study yako ikawa ichakaa sawa. So sikia sasa. So neno juu kwa Kiswahili hebu soma namba 17.
Tena kwa Kiswahili. Anasema itakuwa siku za mwisho, asema Mungu, nitamwagia watu wote roho yangu, na wana wenu na binti zenu watatabiri, na vijana wenu wataona maono, na wazee wenu wataota ndoto. King James. Maana hilo neno hatuoni kwa Kiswahili. Juu, neno juu. Anasema hivi, and it shall come to pass in the last days, says God, I will pour out Ona. King James imetumia neno pour out. Tuliona kwenye Yoeli 2:28, pour out. Of my spirit upon all flesh. Upon. Tumeliona kwa Yoeli 2:28 ambapo upon, juu, haliko kwa Kiswahili. Hapo tumeeleweka. Sasa neno upon ndio hilo neno juu, ya juu. Tuko pamoja? Neno upon ndio neno kwa Kiswahili neno juu, ambalo hatulioni kwenye mstari wa 17. Imeeleweka? Imekaa sawa jameni? So hili neno upon ni neno ab, eb, not for boy, ebi, ab, neno la Kigiriki ab, ebi, linamaanisha one, conduct. Pia linaweza likamaanisha kurusha kitu. Na maana ya kurusha kitu kwa kingine, kurusha kitu kwa kingine, neno upon, conduct, au kurusha kitu kwa kingine, kurusha kitu kwa kingine, au kurusha kitu juu ya mwingine, kurusha kitu juu ya mwingine, kurusha kitu juu ya mwingine. Ni maana za hilo neno ab, kurusha kitu juu ya mwingine, au kurusha kitu toka kwa mwingine, au kurusha kitu toka kwa mwingine, juu ya mwingine au toka kwa mwingine. So neno ambalo linatumika kama kubadilishana. Aidha kwa linakuja kwa huyu kwenda kwa huyu, ama inatoka kwa huyu inakuja kwa huyu. Hili neno upon kwa Kisungu, neno upon linaweza likatumika on, linaweza likatumika at, linaweza likatumika by, hiyo neno ab, linaweza likatumika by, linaweza likatumika kama before na kadhalika. Ukiangalia kwa tafsiri ya King James pale ya study, utaona maneno yale pale. So linabadilishana, si neno lina maana moja, nategemea muktadha wake husika. Sasa likatumika upon, on, at, by au before na mengineyo. Naweza likatumika pia kwa au kuelekea au kutoka kwa mwingine, ndio hilo neno juu, upon. Kwa study utaona kwamba mtu anaweza akamchasa mwingine roho, mtu anaweza akamchasa mwingine, inatoka kwa mwingine kwenda kwa mwingine. So hivyo hili neno upon hili neno upon linatumika kwa mkusano, conduct jameni, mkusano natumika kwa mkusano au kupatilishana. Tutafanya hii mambo yote, tutakuwa tukifanya practically kanisani. Nachukua nguvu iliyo kwangu na hamishia kwako. Iko hivi, nafanya hivi mfano, nachukua hii mic na kupatia wewe. So nitahamisha nguvu zangu, nitahamisha nguvu nilizo nazo ziende kwenye hii mic.
nikikupatia hizo nguvu zitakurusha, zitaingia kwako. So kabla nifanye hivyo, nitakupea mic kawaida na nikwambie mpe rafiki yako, na wewe mpe rafiki yako, hakuna kitu taona. Lakini nikisema sasa nataka ku flow in the spirit, nitahamisha nguvu hapa nikupee, utaona kile kitafanyika kwako. Alafu na wewe kama utarushwa huko ni sawa, ukishamka nikwambie na wewe chukua sasa hiyo mic, mpe rafiki yako, na yeye utaona naye imeact, na huyo mwingine hivyo. So tunaweza tukaanzia hapa, tukapanga laini na tukaanza na mmoja. Nikampa mmoja hii mic, na niambia mwingine ashike hapa kwa mapeka yake na mwingine ashike kwa mapeka yake. Nikimpa wa kwanza, hao wote utawakuta chini ya nguvu za Mungu. Tuko pamoja? Mnaelewa hilo sasa? Bana